kushughulika na matatizo ya kinyume na maadili, utendaji ambao hauendi sambamba na taratibu za mamlaka. Leo nafungua mafunzo haya awali ambayo mtapata siku 10 kama alivyosema waliotangulia. Ni wasihi mzingatie mafunzo haya na maelekezo kutoka kwa wakufunzi, kwani mafunzo haya ni msingi wa utendaji kazi wenu, ni sehemu ya kazi na ni lazima kuhudhuria bila kukosa, kwa mujibu wa ratiba ambazo zipo. Nakumbuka profesa amesema ni sehemu ya ajira na ina nafasi katika ajira zenu. Kwa hivyo jitahidi kushiriki katika mafunzo hayo. Na upande wa wakufunzi pia ni matarajio yangu kwa wakufunzi nao pia mtaanza kufanya kazi kwa bidii ili kuona watumishi wetu wanafanya kazi kwa matarajio ambayo tunategemea. Na tunatarajia kwamba mtapata fursa pia, msiwe na hofu ya kuuliza maswali mbalimbali. Kwa vile ni watumishi wapya, mna haki ya kuuliza maswali, kutoa mawazo yenu. Tuna uhuru wa kutoa mawazo, tuna uhuru wa kuuliza, tuna uhuru wa kuchangia. Kwa hivyo mtumie fursa hizi kupata mawazo na kutoa mawazo yenu ili tuweze kushiriki kwa ufanisi katika mafunzo haya. Kwa kumalizia, nichukue fursa hii kumpongeza mkurugenzi wa usimamizi wa rasilimali watu na utawala pamoja na mkuu wa chuo cha kodi na kamati yote iliyoshiriki katika maandalizi mazuri ambayo imetufikisha katika hatua hii ambayo tupo. Ni matarajio yangu kwamba mtaendelea jukumu hili kwa ufanisi mkubwa. Naomba niwape hongera sana kwa kufanikisha mchakato huu. Baada ya kusema hayo machache, naomba kwa heshima nitamke rasmi kwamba mafunzo elekezi kwa watumishi wapya wa Mamlaka ya Mapato Tanzania yamefunguliwa rasmi. Asanteni sana.